inayo tabia ya kuota tena na tena. Yani mbegu yake ina tabia ya kujizalisha chini ya udongo. Yenyewe haitokei juu, inatokea chini ya udongo, ambayo ukiondoa lile gugu jipya, haujaondoa ile mbegu. Kuna gharama kubwa sana ya kuiondoa ile mbegu ya gugu iliyokaa kwenye udongo. Kuna gharama kubwa sana kuiondoa lile gugu katika udongo. Mtu yoyote ambaye laana imekaa katika maisha yake ana gharama ambayo anatakiwa ailipe. Ndio maana katika siku hizi tatu tunatakiwa, ili kuondoa yale magugu yaliyokaa ndani ya familia zetu. Na gugu linapoingia ndani ya familia, linajigeuza kuwa mfumo wa hiyo familia. Tuliongea Jumapili kwamba makosa yanapokuwepo, dhambi inajidhihirisha. Dhambi inapokuwa ya mara kwa mara, inazaliwa kitu kinachoitwa uovu. Na uovu sasa ndio unasafiri kutoka katika mwanadamu mmoja kwenda kwa mwanadamu mwingine. Haleluya. Sasa gugu linapoingia ndani ya familia, maana yake litaota tena na tena na tena na tena. Pana gharama kubwa la kuliondoa gugu lisiweze kuonekana katika familia. Sasa gugu katika ulimwengu wa kiroho unaitwa mfumo. Tatizo linapokaa sehemu fulani, tatizo linapojidhihirisha sehemu fulani, ndio linaitwa mfumo fulani katika taasisi, mfumo fulani katika familia, mfumo fulani katika wizara, mfumo fulani ambayo unaweza kuwa ni kirusi kibaya kinacholeta matatizo. Sasa leo tunataka kuokolewa, tuokolewe kutoka katika hizo laana za mifumo. Tunapoongelea mifumo, tuna maana kwamba ni mrundiko wa vitu ambavyo vinavyotoka kwenye chaneli mbalimbali ili kuja kuwa kitu kimoja. Ni mrundiko wa mambo yanayotoka kwenye chaneli mbalimbali. Naposema channel, tukienda kwenye jiografia, tunaposema mto ili utokee, ziwa ili litokee, ziwa ama bwawa ama mto, ili uweze kutokea sehemu, hautokei kwa sababu ya mvua inayoonyesha mahali pale, labda kwenye bonde ama kwenye ziwa. Lakini ili mto uweze kutokea, kuna kitu ambacho kinachoitwa channel. Channel hizi ndio zinatoka kutoka kwenye mfumo wa mfereji. Mfumo wa mfereji unapitisha maji kupeleka katika bwawa. Bwawa linatapika, linapeleka maji kwa mfumo wa mfereji pia mkubwa, unapeleka sasa katika ziwa. Ziwa lenyewe nayo linatema, linapeleka mpaka mwisho kwenye bahari. Sasa na laana inapoingia ndani, ina channel ambazo zinazofanya hizo laana ziwepo. Channel. Sasa hizi channel ndo zinaleta unakuta mfereji huu unatoka Swaswa, mfereji huu unatoka huku, unatoka Chidimo, unatoka Zuzu, unatoka mfereji huo unakuja kuingiza maji katika bwawa linaitwa Mtela kwa mfano. Haleluya. Sasa mifereji hii ndiyo inaitwa mifumo. Mifereji hii ndiyo inatengeneza mfumo.
kwamba kuna laana ya mama, ya baba, ya mjomba, kuna laana ya babu wa baba, kuna laana ya babu wa mama, kuna laana ya bibi wa baba, kuna laana ya bibi wa mama. Zote hizo sasa ni channel ambazo zinaweza kutengeneza kitu kimoja, kinapatikana laana kamili au mfumo wa familia unavyoendeshwa. Kuna mtu ananyelewa. Kuna mtu ananyelewa. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema system, kwamba familia hii system yao ni ya namna hii. Familia hii system yao ni ya watu wa namna hii. Sasa tunapotaka kuharibu, lazima pia ujue kwamba kuokolewa kutoka katika laana ikiwemo na mifumo fulani ambayo inayoendesha maisha. Sasa mifumo inageuka kuwa tabia. Tabia inaweza kawa laana, sawa na tabia inaweza kawa baraka. Mifumo inageuka inakuwa tabia. Wakati nimetoka hapo, sasa mwanangu Chris alikuwa hajaniona kama mimi niko nyuma yake. Nikaona sasa anaigiza kutembea. Sasa mimi nikaa namwangalia. Anatembea, anaigiza kutembea. Manake nilipokuwa naingia kanisani mimi nilitangulia, ilikuwa nyuma. Sasa yeye anaenda chooni, mimi niko nyuma yake, hajui kama mimi niko nyuma yake. Anaigiza kutembea. Kuna watu ambayo sasa kinachowatesa laana iliyokuwa tabia. Haleluya. Laana iliyokuwa tabia. Hakuna kitu kigumu kukiondoa kama kinachoitwa tabia. Waswahili wanasema tabia huwa inapoingia ndani ya mtu inajiattach pamoja na ngozi. Ili aweze kuiondoa tabia, lazima aondoe utambulisho wake. Tabia inapoingia ndani ya mtu inatengeneza identity, kitambulisho ambacho kinachomtambulisha kuwa yeye ni wa namna hii. Kuna mtu ambaye anasema nina tabia ya uongo. Ni laana, lakini imeingia kwa tabia, mfumo wake umeingia kwa namna ya uongo. Kuna mtu ambaye anasema nina laana, nina tabia ya uvivu. Kwenye ulimwengu wa roho ana laana inaitwa uvivu, lakini sasa wameipaka rangi isiwe ina sound bad, isiwe inatafasirika vibaya, iwe inatafasirika katika lugha iliyo nzuri kwamba huyu bwana ni mvivu. Na yeye anaweza akakiri, bwana kwa kweli mimi ni mvivu, mimi nalala, mimi ni mvivu, najua ni mtu wa namna hii, mimi ni mvivu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho sasa ni mfumo ambao sasa unakaa ndani ya mtu. Kuna mtu ambaye yeye ni mwizi, ni laana ile, ni laana katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kwenye ulimwengu wa mwili, mkusanyiko ule, zile channel za wizi zimejiform kuwa kitu kimoja. Haleluya. Zimejiform kuwa kwenye muundo mmoja wa unaitwa tamaa. Kwa hiyo watu wengi wanasema huyu jamaa ana tamaa, lakini kwenye ulimwengu wa roho ana laana ya wizi. Sasa kuondoa hiki kitu kinamhitaji Yesu tena. Kiondoa hiki kitu kinahitaji Yesu. Siku moja Yesu aliwahi kutoa mfano wa mpanzi. Biblia inasema akatoka mpanzi kwenda kupanda mbegu shambani mwake. Na alipopanda ile mbegu shambani mwake, usiku ule ule akaja adui yake, akapanda magugu, yani mbegu ambayo inafanana kama mbegu ya ngano. Gugu linafanana kama ngano. Ukiliona gugu likiwa dogo, huwezi kutofautisha kati ya ngano na gugu mpaka gugu litakapokomaa. Wakati ngano ikitoa ua na mbegu za ngano, lenyewe gugu linatoa masuke, linatoa ua ambalo halina mbegu ya ngano. Sasa Yesu anazungumza kwa habari ya mfumo unavyokaa kwenye maisha ya mtu. Anasema siku moja mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu njema shambani mwake. Usiku wake akaja adui akapanda magugu.
akaja adui akapanda magugu. Na alipopanda magugu, Biblia inasema ya kwamba asubuhi wakakuta magugu yameota pamoja na ngano, na wakaulizana wao kwa wao kwamba hatukupanda mbegu iliyo njema, imekuwaje basi kumeota na magugu? Turuhusu basi tukayang'oe magugu. Yesu anajua kabisa hamna uzoefu wa namna hiyo. Yesu anaambia acheni haya magugu yaukue na ngano, yaacheni mpaka mimi nitakapotuma malaika ambaye atayakusanya ngano, ataikusanya na kuiweka arani, alafu atakusanya magugu matita, kisha atayachoma moto. Sasa laana ambayo inageuka kuwa mfumo ina ugumu wake. Cha kwanza inahitaji nguvu ya kiroho, lakini cha pili inahitaji nguvu ya kimwili. Ukikosana na nguvu ya kiroho ukaweka juhudi na nguvu ya kimwili, uweze kuiondoa ile laana ambayo imekuwa mfumo. Sasa tuangalie maandiko kadha wa kadha. Sawa tuangalie maandiko kadha wa kadha, ili tunapotaka kuondoa leo hii laana ambayo ya mfumo ambayo imekaa kwenye maisha yetu, iwe rahisi kuweza kuielewa. Kwenye kitabu kile cha Mithali, ukisoma Biblia, kuna kitabu cha Mithali ile sura ya 26. Mithali ile sura ya 26. Maneno haya aliyasema nabii, lakini maneno haya yalikuja kurudiwa na katika wakati wa Agano Jipya. Mithali ile sura ya 26. Hebu tusome watu wote. Mithali sura 26 mstari ule wa 2. Biblia inasema kama shogolo katika kutangatanga kwake, na kama maiwayu katika kurukaruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Umeona hilo neno? Ukiangalia kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 23 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 23 mstari wa 5. Biblia inasema lakini Bwana Mungu wako hakubaliki kumsikiliza huyo Bwana Mungu wako aliyegeuza yale maapizo kuwa ni baraka, kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako. Nimekusomea maandiko mawili. Biblia inasema kama vile shomolo katika kutangatanga kwake. Kuna laana ambayo ya mfumo iliyokaa ndani ya familia zetu. Laana hii ya mfumo kama inavyofanya kazi, na ndivyo itakavyoteketeza vizazi vyetu. Lakini laana hii kama isivyoweza kufanya kazi, ndivyo isivyoweza kumpata mtu. Kuna mambo mawili ambayo lazima tuweze kuyajua. Jambo la kwanza, lazima tujue kwamba kwenye familia zetu tumetokea kwenye mifumo ambayo kwa lugha kwao waliita matatizo, lakini ni laana ambazo tumedhirishi. Ingawa tuko ndani ya wokovu, lakini bado tuna tatizo ambalo tunaliishi kwalo. Tuna maisha ambayo tunayaishi sawa sawa na yale walioyaishi. Tuna neema ambazo zinawapata sawa sawa na zile ambazo zilizowapata. Tuna baraka za mifumo yao na tuna laana za mifumo yao. Lakini anasema kama vile shomoro katika hali ya kutangatanga kwake kutafuta riziki, kwamba nje ya mfumo uliowekewa, hata kama limetokea baya halitaweza kumpata. Haleluya, haleluya. Okay, vizuri sana. Ukiangalia sasa katika Biblia, naomba niweze kwenda ndani kidogo nikupe utaratibu ili kwa ajili ya kuondoa huu mfumo. Mfumo huu hauwezi kuondoka kwa maombi peke yake. Maana yake lazima Yesu kwanza aingie kati, na wewe lazima ukubali kuania
ukubali kwa kudhamiria kwamba kwenye mfumo wa familia fulani sitaki kuishi. Unaanzaje? Mapambano yanaanza na kuamua. Hakuna maamuzi, hakuna kupambana. Hakuna maamuzi kwenye maisha yako. Maamuzi yanaanza kukubali kuishi kama Kristo anavyotaka kuweza kuishi. Mwanadamu ana tabia ya kuiga mfumo, ama akaiga mzuri ama akaiga mbaya. Sasa ninaomba tuangalie neno hili. Sawa? Katika kitabu kile cha Luka, katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 20 mstari ule wa 20. Luka 22 mstari wa 20. Tuangalie hapo. Angalia, Yesu anataka kuondolea mfumo ambao wanafunzi wake walikuwa na uishi. Luka ile sura 22 mstari ule wa 20. Tuangalie Biblia inasema hivi. Tuangalie ule mstari kuanzia ule mstari wa 18. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa si mzao wa mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyieni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe changu, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. Kama hakuna jitihada ya kuondoa mfumo fulani kwenye maisha yetu, kama hakutakuwa na nguvu nyingine itakayoleta mabadiliko ndani ya mifumo, tutaishi vile vile chini ya laana. Tumeondoka kwenye laana, lakini mfumo utatulazimisha tuwe ndani ya laana. Niliwahi kuambia kuna mambo mawili ambayo watu wengi tunayachanganya. Kuna kitu ambacho kinachoitwa agano, lakini kuna kitu kinachoitwa ishara ya agano. Watu wengi leo mnaona agano kuwa ni zito, hali hamjui kwamba ishara ya agano ni nzito kuliko agano lenyewe. Unaweza ukalivunja agano ikabaki ishara ya agano. Mfano, unaweza ukawa umeoa au umeolewa, alafu ukaachana na yule mume wako, alafu ukawa unatembea na ile pete. Ile pete ni ishara ya agano. Kwa hiyo ulimwengu wa roho sasa unaonekana hauna ndoa na mwanaume. Sasa mwanaume wa kiroho anaweza akawepo ndani yako. Unawezekana sasa mume amefariki, lakini bado una pete. Ile pete inakumbusha kwenye agano, kwenye ulimwengu wa roho kwamba huyu ana agano. Agano lile lilivunjika, mleteni agano jipya ambalo liwepo juu yake. Watu wengi leo tunadili sana na maagano, hali hatujui kwamba ishara ya agano lina activate agano, linaruhusu agano kuisha, kulipa nguvu lile agano kwamba huyu mtu ndivyo alivyo kwenye maisha yake. Kuna watu wengi ambao leo tunaishi katika laana ya mfumo, lakini tunakimbizana na kuondoa hiyo laana. Kristo alipojua ya kwamba wanafunzi wake hawataweza kubadilika mpaka kuwe na agano lingine, ambalo agano lenyewe mwanzoni walikuwa wanatumia agano la mbuzi, mwanzoni walikuwa wanatumia agano la bebelu. Ndio maana Biblia inasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, hatukukombolewa kwa dhahabu, hatukukombolewa kwa almasi, lakini tumekombolewa kwa damu yake mwanakondoo. Na ndio maana Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu. Kwa nini? Kwa sababu ile damu ambayo ya Yesu inofananishwa na mwanakondoo, yeye anayefananishwa na mwanakondoo akawa mfumo mpya wa kuivunja laana. Kuna wakati ambapo tunakataa laana kwa kinywa, lakini tunaienenda kwa matendo. Tunaikataa laana kwa hisia, lakini tunaishi kwa uhalisia. Tunakataa laana kwa kuona, lakini tunaishi kwa kutembea. Kuna mtu ambaye leo lazima akubali kwamba liko agano ambalo linalomfanya mtu awe kama vile alivyo. Tunalikataa kwa jina la Yesu Kristo.
Haleluya. Tunalikataa kwa hiari yetu, tunalikataa kwa maamuzi yetu. Yesu anawaambia sikilizeni, nisikilizeni. Kikombe, akakitoa kikombe. Vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano langu. Manake nawaletea mfumo mpya ambao mwanzoni mlikuwa mnatumia damu zingine, lakini sasa hamtatumia ile damu. Mtatumia damu yangu kwa ajili ya ukumbusho. Mtaula mwili wangu kwa ajili ya ukumbusho. Mtakuwa sehemu ya baraka kwa ajili ya ukumbusho. Mimi nataka mtu mmoja anielewe ya kwamba kuna laana ambazo tunazikataa kwa maneno, tunaziishi kwa uhalisia, ambazo hizi bado ni kichekesho. Sasa tunadili na laana ya mfumo. Hebu sema laana ya mfumo. Ndio maana kuna kitabu kile cha Wagalatia ile sura ya 3 na mstari ule wa 13. Kila mtu afungue Biblia yake upate namna na wewe uone. Biblia inasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Tunaanza kuona mfumo wa kwanza wa laana ambao unawashikilia watu unaitwa Torati. Kwa Kiarabu, kwa Kiebrania ni Taurati. Taurati maana yake ni sheria. Kila mtu amezaliwa ndani ya sheria. Kila mtu, ukatae au usikatae, upende au usipende, kila mtu amezaliwa kwenye sheria. Na sheria inapokuwepo, dhambi inaanza kuhesabika. Sheria isipokuwepo, dhambi haihesabiki. Ili ionekane hii ni dhambi, hii ni laana, lazima sheria iwepo. Jana tuliangalia mambo mawili ambayo koo nyingi zote au karibia koo zote wanazo. Katika koo zote tuna mambo mawili ambayo yanatusumbua. Jambo la kwanza, kuna kitu kinachoitwa mila. Jambo la pili, kuna kitu kinachoitwa desturi. Sasa mila katika lugha ya kiserikali ni nini? Mila katika lugha ya kiserikali inaitwa katiba. Alafu desturi katika lugha ya kiserikali inaitwa kanuni. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kwenye katiba ya ukoo fulani na kanuni zake, ambazo hizi kanuni wanaziupdate kila baada ya muda fulani, kila baada ya vizazi fulani. Lakini kuna watu ambao mnakaa chini ya laana ya mfumo. Sasa laana ya kwanza ya mfumo inaitwa laana ya Torati, laana ya sheria, ambayo kuna watu ambao sheria inawatambua nyinyi ni wa kwao kwa sababu ya chale. Mmechanjwa chale, mmekunywa damu za mbuzi katika mnaita visusio. Makabila ambayo unasema bwana, sisi kwetu Wachaga, sisi ni Wamasai. Kuna kitu kinaitwa ngoroti. Ngoroti ni nini? Wakati nilipoenda Umasaini kwa mara ya kwanza, ni wakarimu. Wamasai kiasili ni wakarimu sana. Wakasema wewe ni mgeni, umekuja kwetu, lazima tukuchinjie, lazima tukupe nyama, tukuchinjie mnyama. Sasa mimi sikujua uchinjaji wao ni unapoenda ugenini, kama wewe ni mwanamke au mwanaume, usikae sebleni, jifunze kwenda jikoni pamoja nao. Kama wewe ni mwanaume, jifunze kwenda nje na ukaone wanapochinja wanachinjaje. Hii ina umuhimu sana. Nilipofika kule kijiji kinaitwa Endule Umasahini, ndani sana, wakasema bwana, ngoja tutengenezee mbuzi. Wakamtafuta mbuzi mzuri, mteke mkubwa. Sasa nikaona mbuzi amechukuliwa mikono, amefungwa hii ya mbele na miguu imefungwa, alafu mikono ya mbele ikaletwa ikaingizwa nyuma ya miguu. Kwa hiyo wameibana miguu na mikono. Alafu akatokea mtu mmoja akambana mdomo na pua. Kwa hiyo yule mbuzi anashindwa kuhema. Kwa hiyo akaanza kufanya miguu. Nauliza ndo nini? Sasa tunakuchinjia. Sasa mimi nauliza, kuchinja ndo hivyo? Naambia hapana, kuchinja sio hivyo. Wakamwacha yule mbuzi, wakasema kwa sababu bwana, sisi ndio tunafanyaga hivyo, lakini kwa sababu wewe mgeni, basi wakanipa sime, wakasema chinja wewe unavyojua. Mimi nikaelekezwa, nikamwelekeza shingo juu. Wakasema basi ngoja damu isimwagike. Wakaenda kuchukulia sufuria ile, nikachinja. Chinji
wao wanambana yule mpaka mbuzi anakosa pumzi mpaka anakufa. Mimi nikamchinja, damu ile ikamwagika kwenye sufuria. Lile sufuria wakaenda kuchukua si mizizi gani, wakachukua si vitu gani, wakachukua utumbo ya kile kinyesi kilaini ambacho bado si hakijachachuka. Watu wanani wanakijua kichuri, Wajita wanafahamu. Wakachukua lile fuko lile la ule utumbo ule, wakachana, wakatumbukiza mule na mizizi na vitu gani, wakaweka na maji, alafu wakabandika sufuriani. Ikichemka ile harufu inapalia vibaya mno. Alafu ndo akasema sasa hii ndio inaitwa ngoroti. Ngoroti ni dawa maalum ambayo Morani au Wamasai wa kiume wanakula. Mimi ningeambia hapana, mimi nitakula tu nyama. Sasa najaribu kukuonesha mfumo unavyofanya kazi kwenye maisha yetu. Tunashindana sana na laana. Tunaikataa laana kwa maneno, tunaishi laana kwa vitendo. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Wagalatia ile sura ya 13, sura ile ya 3, mstari wa 13, Biblia inasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa hiyo kuna mfumo wa laana ya sheria. Kuna sheria ambazo tulizoambiwa tuziishi kwenye kabila zetu, nasi hatuziishi. Sasa zimekuwa ni tanzi juu ya maisha yetu. Haleluya! Limekuwa tanzi juu ya maisha yetu. Tumekuwa watumwa juu ya baraka zetu wenyewe. Tumekuwa watu tusiokuwa na kikao kwenye jamii yetu. Hebu tuangalie. Tuliangalia jana laana inaitwa laana ya kurithi, na Mungu akatusaidia tukashughulika nayo sana kwa habari ya hiyo laana ya kurithi. Lakini kuna mfumo wa watu ambao wanaishi kwenye mfumo wa laana unaitwa laana ya umaskini. Jana pia tumeangalia. Najaribu tu kukupa picha ile asila yako leo iongezeke, ili tuweze kuondoa kile ambacho kinachotusumbua. Shida sio wewe, shida ni sheria ya mfumo wa kwenu unaotenda kazi. Niliwaambia tunda lolote alidondoki bali na mti wake. Unapoona matokeo ya kwako, unapoona matokeo ya familia yako, maana yake ni makubaliano ya pamoja ambayo wazee wako ambao wewe ukwepo walikubaliana, na laana huwa inavunjika pale mtu anapoamua kuivunja. Laana inavunjika pale mtu anapoamua kusimama na kusema kutokea kwangu hakuna laana itakayofanya kazi kwa jina la Yesu. Kutokea kwangu hakuna laana itakayotenda kazi ndani ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Haleluya! Sasa kuna laana hii ambayo watu wengi tunaipuuza, au mfumo ambao tunaishi nao kwenye maisha yetu, kwenye jamii yetu. Tumelelewa na mama wa kambo, tumelelewa na baba wa kambo, tumelelewa na ndugu ambao hawatupenda kule mwanzo. Tumelelewa na watu ambao tumekaa kwenye maofisi ambao watu hawatupenda. Tumekaa kwenye society, kwenye jamii ambayo watu hawatupendi. Sasa kuna laana ya mfumo inaitwa mfumo wa maneno. Emsema mfumo wa maneno. Watu wengi leo tumekwama kwenye mfumo huo. Watu wengi leo tumekaa kwenye hii laana inaitwa laana ya maneno. Kwenye lugha ya kiroho ni laana, lakini kwetu tunaishi kwa sababu ya yale maneno. Ngoja nimwambie mtu mmoja kama elewi. Nguvu ya mwanadamu haiko kwenye mikono, haiko kwenye miguu, ipo kwenye kinywa chake. Nguvu ya mwanadamu haiko kwenye mikono, haiko kwenye macho, iko katika kinywa chake. Mungu alipomtengeneza mwanadamu, akamtengeneza mwanadamu kwa kisigino, alimtengeneza kwa kinywa. Kinywa hakina uwezo wa kufinyanga kwenye ulimwengu wa mwili, ila kina uwezo wa kuunda kitu na kikatokea. Kinywa hakina uwezo wa kutembea, ila kina uwezo wa kutembeza miguu na kikatembea.
Kinywa hakina uwezo wa kujionyesha wenyewe, ila kinaweza kusema neno na neno likaonekana. Sasa kuna laana ya mfumo huu ambao watu wengi leo tumekuwa tunatembea nao. Tumekuwa watu ambao tunayaishi yale matunda ya ile laana ya mfumo tuliolemewa. Mimi nataka nikukumbushe kazi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha yale yote ambayo Yesu Kristo anasema, nimewaambia maneno mengi hamtaweza kuyashika, lakini nitawaletea msaidizi. Yeye atawakumbusha yale yote niliyoyasema. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupa baraka ili kufuatilia ile mifumo. Sasa katika ukuaji wetu kuna watu ambao walikuwa tupendi, na unafahamu. Kuna wengine labda umewasahau, kuna wengine ambao wewe ambao kuna wengine ambao wewe labda unawakumbuka. Lakini moja ya laana ambayo inaitwa laana ya mfumo ni laana ambayo tuliyotamkiwa yale maneno. Neno katika ulimwengu wa roho alitamkwa neno. Katika ulimwengu wa roho ni kitu. Haleluya. Unapoongea neno katika lugha ya kibinadamu, unazungumza vitu, unazungumza mambo ambayo yanayotokea ama yanayotokea. Yakobo anawaambia watoto wake, msikilizeni baba yenu, niwaambie mambo ambayo hayana budi kutokea. Anawaambia maneno, lakini maneno haya ndani yake yana uvuvio, yana amri ya kutokea sawa na vile vinavyotakiwa. Kuna watu ambao leo wanaishi kwenye mfumo wa laana fulani kwa sababu walitamkiwa na watu, na kwa kuwa wewe hujui umuhimu au nguvu ya ile maneno, hujui nguvu namna ya kuyakataa au ya kuyabatilisha. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu alipokuwa msalabani, alipokwisha kuyaangalia yote, alipokwisha, na ndipo aliposema kwa kinywa chake, imekwisha. Kama akuyaangalia yote, asingeweza kusema neno imekwisha. Kwa kila mtu anemwamini yeye aishi ndani ya imekwisha, ndani ya Kristo. Haleluya. Sasa hii mfumo wa laana ya maneno umewafanya watu wengi leo waweze kuharibikiwa. Umewafanya watu wengi leo tuishi katika hali ambayo sio yetu. Umewafanya watu wengi leo tuwe katika hali ambayo sio yetu. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Biblia, tuangalie kwenye kitabu kile cha Mithali, kwenye kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 18, Mithali ile sura ya 18 na ule mstari wa 21. Biblia inatamka nini? Inatambua nini kwa habari ya mfumo wa namna hii? Biblia inasema mauti, mfumo wa namna hii. Hebu tuanze hapa juu kidogo, mstari wa 20. Tumbo la mtu, sikiliza haya maneno, tumbo la mtu huwa katika uwezo wa ulimi wake. Tumbo la mtu hujazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mstari ule wa 21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wapendao watakula matunda yake. Sasa laana ya mfumo wa namna hii upo katika maneno. Nikwambie moja ya kitu kama ufahamu uhatari wako ni maneno. Sasa maneno yamegawanyika katika vipande vikuu vitatu. Kipande cha kwanza ni maneno ya kujitamkia wenyewe. Maneno ya kujitamkia wenyewe. Kuna hali fulani ambayo kwenye maisha kila mtu, ama wakati ambapo ulikuwa umjui Kristo, kuna hali fulani ambayo ulikuwa ukiipata unajitamkia mwenyewe kwamba wewe ni kushindwa. Unaotengeneza mfumo ambao wa laana. Utajitia moyo katika namna ya kimwili
lakini kwenye namna ya kiroho unaonekana uishi kwenye mfumo huo. Maneno ya kujitamkia wewe mwenyewe. Namna ya pili ya mfumo wa maneno yanafanya kazi ni maneno ya wazazi waliotuzaa. Maneno ya wazazi waliotuzaa. Maneno ambayo ya wazazi, ama katika utundu wetu, utoto, ujinga wetu, ama katika mambo ambayo tumefanya, ama tulikuwa watu wapuzi kabla tujawa ndani ya Kristo, watu wajinga kabla ndani ya Kristo. Kuna mambo ambayo tumewaumiza wazazi wetu. Yale maneno waliyoyatamka yamefanya mfumo wa maisha yetu yawe vile. Naeleweka na mtu? Unakuta mzazi anakuita mjinga. Mjinga si neno la kawaida kwenye lugha ya kibinadamu, bali ni mfumo wa mtu ambaye asiwe na uelewa. Neno mjinga ni mtu ambaye asiye na uelewa wa kutambua nyakati sahihi. Mjinga na mpumbavu ni vitu ambavyo vinaendana na mtu na ndugu yake. Ni mtu ambaye hana uelewa wa kutambua nyakati sahihi. Hajui afanye nini katika wakati gani, hajui atende kipi katika wakati ule. Kwa hiyo unakuta watoto wanasema, wewe mtoto mjinga sana, wewe mtoto mpumbavu. Manake unauelewa. Sasa kuna maisha ambayo umekuwa unaishi kwenye ule mfumo ambao wazazi waliokutamka. Leo kuna mtu lazima akatae mfumo huo kwa jina la Yesu. Sasa na la tatu, maneno yaliyotamkwa na watu wenye nguvu. Maneno yaliyotamkwa na watu wenye nguvu. Katika maneno yaliyotamkwa na watu wenye nguvu yamegawanyika katika vipande. Cha kwanza, maneno yaliyotoka kwa makuhani, waganga wa kienyeji, wachawi wanaoweza kutamka neno na likawa kwenye maisha yako. La pili, mababu, watu ambao wenye nguvu, mababu wanaweza kutamka neno na likawa kwenye maisha yako. Watatu, watu ambao wamekuzidi umri, sio ndugu zako, lakini wamekuzidi umri. Unakuta mtu mzima anaweza ukawa umemfanyia jambo la kweli, akasikitika, akatamka maneno yale yanageuka kwa mfumo wa mtu ambaye anaishi. Angalia kwenye kitabu kile cha Isaya. Angalia kwenye Biblia yako kitabu kile cha Isaya. Tuone maneno mengine ambayo yatusaidie. Isaya ile sura ya 54. Mstari ule wa 17. Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Silaha gani hiyo? Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Na kila ulimi. Kwa nini wanasema hivyo? Wanajua ulimi unaweza kugeuka kuwa silaha hatari ya kumwangamiza mtu. Kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu, sharti uhukumiwe kwa makosa. Kwa nini? Kwa sababu huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao itokayo kwangu mimi, asema Bwana. Kwa hiyo silaha inaweza ikageuka ikawa ulimi na ikatengeneza mfumo. Kuna mtu akwambia utaishi kwenye maisha ya tabu, utaishi kwenye maisha ya dhiki, utakuwa omba, utakuwa mtu wa namna hii, utakuwa mtu wa namna ile. Maneno yale yamekuwa mfumo wa maisha yetu. Maneno yale yamekuwa mfumo wa maisha yetu. Stori moja ambayo nisha kuisoma sehemu kwenye mitandao ya kijamii. Bibi mmoja alikuwa anasafiri, anaenda sehemu. Bibi huyu amebeba mzigo kwa ajili ya kuwapelekea watoto wake na wajukuu zake. Mzigo ule ni mzito kulingana na umri wake. Sasa ameubeba ule mzigo, amefika sehemu, amechoka. Akakuta vijana wawili ambao nao wanaenda mwelekeo huo.
akawaambia, wanangu, wajukuu zangu, ninaomba mnisaidie, nimeubeba huu mzigo kwa safari ndefu, lakini nimefika wakati nimechoka. Yule mmoja akamwambia, una mahusiano gani kati ya sisi na wewe? Wewe una mahusiano gani kati ya sisi na wewe? Yule wa pili akamwambia, bibi, mimi nitakusaidia. Akamwambia, acha kujipendekeza kwa watu wengine, ni wachawi. Yule bibi akamwambia, asante sana mjukuu wangu, kama hii zawadi nilivyochukua kwa ajili ya watoto wangu na wajukuu zangu, wewe naye ni mjukuu wangu, ninakupa kipande cha mua, kula hiko kipande. Yule mtoto ambaye si damu yake akala ule mua, akasema, umeusikiaje huo mua? Akasema, bibi, ni mtamu sana. Akasema, maisha yako kuanzia leo yawe matamu kama huo mua ulivyokula. Akamuuliza yule kijana, wewe ule mua umeonja, sasa mimi nitauonjaje? Nitajuaje utamu wake kama sijala? Akamwambia, kuanzia leo maisha yako yasionjwe na mtu mwingine yoyote, na usionje utamu wa kitu kingine chochote, kwa sababu nikataa kuwasaidia watu wazima. Maisha ya hao watoto yaliachana walivyomaliza kidato cha 4. Mmoja alifeli, mmoja alifaulu. Mmoja alikuwa mpiga debe, mmoja alikuwa ana kampuni. Mimi nataka nikwambie, maneno ni silaha yanayomlazimisha mtu aishi kwenye mfumo fulani. Leo tumwambie Bwana, tuondoke kwenye mfumo huo kwa jina la Yesu Kristo. Nimekwambia kwa habari ya mfumo wa Torati ambao umewafanya watu wengi leo wawe na matatizo. Haleluya. Lakini kuna mfumo ambao unaitwa mfumo wa ugumba. Unajua maana ya ugumba? Jana tuliangalia mfumo wa premature death. Kifo vinatokea, kifo kinatokea kabla ya wakati. Mtu ambaye hastahili kufa lakini anakufa. Lakini sasa kuna mfumo ambao unafanya kazi ndani yetu, unaitwa ugumba. Unaitwa laana ya ugumba. Ugumba umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Umegawanyika katika uzao na katika mali. Sema uzao na mali. Biblia inasema hautaharibu mimba. Katika ile baraka ambayo Mungu ameiweka, anasema kwako kutakuwa na mtu wa kuchechemea wala mtu wa kuharibu mimba. Ugumba ni hali ambayo tumbo lako ama wewe hauzalishi baraka, ama wewe uzalishi watoto. Hauna mtoto. Sizungumzi mtu anayechelewa kuzaa. Hana uwezo wa kuzaa, ama hana uwezo wa kuzalisha. Huna uwezo wa kuzaa mali, huna uwezo wa kuizaa ile mali ama kuizalisha ile mali. Huna uwezo. Leo tunamwomba Mungu mfumo wa ugumba wa biashara, mfumo wa ugumba wa uzao, mfumo wa ugumba uliokaa kwenye familia yetu uondolewe kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Wewe kunakuta watu, ndio maana Biblia inasema hivi, ikuonesha andiko moja ambalo la kweli. Angalia kwenye kitabu cha Mithali ile sura ya 3. Angalia kitabu kile cha Mithali sura ile ya 3 mstari ule wa 33. Biblia inasema, laana ya Bwana i katika nyumba ya waovu. Laana ya Bwana i katika nyumba ya waovu, bali uibariki maskani ya mwenye haki. Kuna maisha ambayo unashindwa kuzalisha. Unaona wenzako anaenda lakini wewe uendi. Unaona wewe hata kodi wenzako wanajenga. Kuna watu wamekuja Dodoma wageni, lakini wewe ufanikiwi. Mungu aiondoe laana ya mfumo inaitwa ugumba kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 23. Kutoka ile sura ya 23.
na mstari ule wa 26 utaona maneno haya ambayo Bwana aliwahakikishia watoto wake, tukiwemo mimi na wewe. Kutoka sura ya 23 mstari ule wa 26, Biblia inasema hapatakuwa mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako zitatimia. Ugumba ni nini? Ni kuto kutimia kwa hesabu ya baraka yako. Mtu ambaye hesabu ya baraka yake haitimii, ulitakiwa mwaka huu uendeshe gari, lakini ugumba unakufanya usiendeshe gari. Mwaka huu ulitakiwa ujenge nyumba, uwe na kiwanja, lakini ugumba unakufanya usimiliki kila ambacho unachotakiwa ukimiliki. Nani yuko tayari kwa ajili ya kuondoka kwenye laana hiyo kwa jina la Yesu? Nani yuko tayari? Sasa tujue na tutambue, kama vile tulivyoambiana katika uhalisia, mfumo ni mkusanyiko wa vitu ambavyo vinatoka katika maisha ya familia zetu. Kama baba na mama wanavyoishi, wao wanatengeneza channel kuleta maji katika bwawa la familia yao. Kama wewe hapo unavyojiona wewe ni mtu ambaye mkali na watoto wanaona wewe ni channel, mvua inanyesha lakini wewe ni kuna mpasuko midogo midogo katika ardhi inayopitisha maji kwenda kwenye kusanyiko moja, unazalisha mfumo wa familia. Niwaambie jambo la kweli, niwaambie, msema amen. Moja ya kitu cha thamani sana, sisi watoto wa Mungu kukubali kuishi maisha ya Kristo. Msiwe watu warokole mkiwa kanisani, lakini muwe watu vile vile mkiwa nyumbani. Yaani unavyokuwa mtakatifu kanisani, kuwa mtakatifu mpaka nyumbani. Unapokuwa mtakatifu kazini, kuwa mtakatifu mpaka kwenye watoto wako wajifunze upendo, si wakiwa kanisani, wajifunze hata nyumbani. Baba aonyeshe upendo. Moja kitu ambacho nimejifunza na sio wivu kusema, nimejifunza jambo kubwa sana kwa familia ya injinia. Na muomba injinia aendelee kuwa mwema. Haleluya. Watu wengi wanapokuwa wake zao wajawazito, huwa tunawapeleka makwao waende wakalelewe na mama zao. Mfano, mimi watoto wangu wote, mke wangu ameomba aende kwao na mimi nikasema sawa wote. Lakini nimejifunza kitu cha ajabu mpaka moyoni, nikasema au nizae mtoto huyu wa mwisho nikae nimlee mwenyewe. Injinia huyu mke wake mjamzito, alivyokuwa mtoto wao mdogo ameenda hospitali, anakaa hospitali. Bahati mbaya mama mkwe wake akawa anaumwa. Mama mkwe anaumwa, mke wake kajifungua. Sasa injinia anaenda hospitali, anaenda kwanza nyumbani, uji anaandaa, anapeleka kule, mke wake amejifungua. Injinia anabeba kale katoto kachanga, anambia mimi huo pako sina, siwezi. Mimi rafiki, mtoto akishaanza kula mtaani, mimi ndo rafiki yangu. Lakini namuona, namwangalia na mwadimaya. Niko hospitali namwangalia, naona anabembeleza na anajua timing zote. Anamwambia mke wake, umemwona nikimweka hivi. Mimi nina utaalamu wa kusema. Namwambia maana injinia, mtoto ukimweka hivi, naambia yani mke wangu anakataa. Umeona sasa, umeona basi anazungumza. Lakini ukiniambia mtoto mchanga nimweke vile, siwezi.
ila kuongea naweza, injinia naweza. Nilijifunza maisha ya ajabu. Yaani nikasema natamani siku zirudi nyuma, nijitahidi. Ndugu zangu, niwaambie ukweli, kuna maisha ambayo ishi ukiwa lili, ili watoto wako waone lile bwawa la familia yenu ya maji yake yakoje. Amen. Bwawa linazalisha samaki na viumbe. Watoto wanazaliwa kwenye tabia ya familia. Geuza mtazamo wa familia yenu. Geuza mabadiliko ya familia. Kuna wakati haihitaji kuomba. Kuna wakati ambao unahitaji kukita msimamo kwamba familia yetu tumezaliwa ubabe ndio sehemu. Mimi nakataa ubabe. Mimi nataka mke na mume tujadiliane, tukubaliane, ili ile baraka pamoja tuishi. Haleluya. Pana mifumo ya laana ambayo kwenye familia zetu tunaishi leo na tumeokoka. Ni laana kabisa. Laana hadi niambie, ni laana asilimia 100. Lakini ndio mfumo. Wewe unasema Bwana tumetokea kwetu, haya mambo ndio ya kwetu. Kristo alikuja duniani kuivunja hiyo laana. Badilika kutoka kwenye mfumo wa familia yenu. Siku moja ambayo wakati tumeoana tu, nikamwambia mke wangu, panga chakula cha nyumbani. Nilitaka kujua uelewa wake kwa habari ya ndoa ya kwetu na ndoa ya baba yake na mama yake. Haleluya. Nilitaka tu kujua. Muombe Mungu mwanaume uwe na akili. Mtagombana na mke kama una akili. Nikamwambia mke wangu, panga mpangilio wa chakula cha familia, alafu uje unipe hiyo ratiba. Akaniambia Jumatatu takula chapati na supu. Jumanne takula mtoli na vitu vitamu. Alhamisi takula makande na maziwa. Alafu Ijumaa takula pilau. Mlo wa namna hiyo, watoto hao wataishi maisha ya raha. Ila bahati mbaya ambayo alishindwa kuelewa, hatukuwa tunaishi na watoto wetu peke yetu. Wakati huo tulikuwa tunaishi na ndugu zingine, ndugu zangu na wengine ndugu zake. Nikamwambia sasa, nikamwita chumbani, nikamwambia mke wangu, huu mpangilio ni mzuri sana, lakini mpangilio huu tusipoutendea kazi, watu hawatalaumu mimi, watakulaumu wewe. Akaniambia kwa nini? Kwa sababu wewe ndio mama, watu watajua wewe unabania. Kuwalisha, kuwafanya watu waishi kwenye taratibu ambao wameizoea, ukibadilisha unaandaa tatizo. Nikamwambia lakini mfumo huu ni mfumo ambao wewe umetokea kwenu. Andaa mfumo wetu sasa wa chakula. Hiki ni cha kwetu. Moja ya matatizo ambayo wanandoa wengi walionayo, sio kwa sababu kuna mapepo. Wameleta laana ya mfumo wa familia zao kuwa mfumo wao. Mimi nikikuletea mfumo wa kwetu, wewe ukaniletea mfumo wa kwenu, vikigongana ndipo matatizo yanapotokea. Ninakusii kwa jina la Yesu. Kwa nini mfumo huu unavunjika kwa kuomba, lakini unavunjika kwa kuamua? Inawezekana kuishi nje ya mifumo ya familia zao, ili uishi ndani ya mfumo wa Kristo kwa jina la Yesu. Kristo alivunja laana ili mimi na wewe tuishi kwenye mfumo wake. Sasa ninaomba kama we mtoto wa Bwana, ujue kabisa, ili kukatisha laana ya mfumo, lazima ukubaliane kwenye familia. Inawezekana kwenu nyinyi mama ndiyo mwenye nguvu kuliko baba. Inawezekana kwenu, huo ni mfumo kabisa. Ile spirit utakuwa nayo tu. Matatizo, unaenda kuolewa na mkulia, yeye anajua mwanaume ndiye kiongozi asilimia 100. Hamna discussion. Unaenda kuolewa na Msukuma,
sukuma najua. Sasa unaanza kuleta matatizo. Spirit ya kwenda ya mfumo inakwambia hapo unatakiwa upande, ushout hapo unatakiwa upande, na unapata mume hana hekima, ndoa haikaliki, mume ni mbaya. Shida sio mume, shida tazama mfumo wa laana ya familia yenu inavyotenda kazi. Tuko tayari kuondoka katika laana hiyo? Tuko tayari kuondoka kwenye mifumo hiyo? Tuko tayari kuondoka? Wengine wana mifumo ya ubaili. Mimi naongea taratibu sana, naongea kwa ufupi sana kwa ajili ya muda wetu. Lakini kuna wengine familia yao, mfumo wao ni ubaili. Mimi najua familia fulani ambayo wako tayari kitu kiharibike ili asompe mtu. Uko sio hapa. Yaani wanaweza kununua kochi jipya, alafu akachukua ile makochi ya zamani wakayaweka kwenye korido nje, labda kwenye baraza, yakanyeshwa na mvua. Nenda kaombe kaombe yale makochi, maana mimi naomba yale makochi nikatengeneze, bado tunatumia. Mwisho wa siku unaona wanachoma moto, wananunua TV ama friji kwa sababu ya mfumo fulani wa familia. Mimi katika kitu ambacho kwenye maisha yangu, baraka ambayo Mungu alionibariki siwezi kuiuza, nitaigawa. Baraka ambayo Mungu amenibariki nitaigawa, nitawapa watu wengine. Hiyo ndio namna ambayo ya kuondoa laana. Nataka tuangalie andiko moja ambalo litatupa neema na mwangaza wa kutoka katika jambo ambalo limekaa juu yetu. Sawa? Angalia kwenye kitabu cha Danieli, namna ambayo tunataka tuondoke katika huo mfumo. Angalia kitabu cha Danieli, tumalize hapo. Danieli ile sura ya 5, sura ya 9 na mstari wa 5 na wa 6. Danieli ile sura ya 9 mstari wa 5 na wa 9. Namna ya kuharibu mfumo ni kutambua kwamba sisi tumeishi kwenye mfumo ule, tumefanya dhambi, tumeingia kwenye sheria ya mfumo ule. Angalia kitabu cha Danieli 9:5 na 6. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeiasi. Naam, hata kuiacha maagizo yako na hukumu zako, wala atuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki na wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu, kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote. Sasa tunataka kuondoa ile laana ya mfumo iliyokaa kwenye maisha yetu, na laana hii lazima tukiri kwamba ipo. Kuna mambo ambayo yanakuendesha, ukiyavuka hayo mambo, maisha utaishi mazuri kuliko hayo unaishi. Naongea na mtu kuna vita ambayo unashindana nayo ya wewe mwenyewe. Ukivuka hiyo vita, fedha itakaa kwako, fedha itakaa, mali itadumu kwenye maisha yako. Unaweza kusimama hapo, nataka tuombe. Sema, Baba yangu wa mbinguni. Sauti yako kipaza unaonesha na maanisha. Sema, Baba yangu wa mbinguni, ninakuja mbele zako katika siku hii ya 3 ambayo leo tunaangalia, na kwa ile neema yako uliyoiweka umetuonesha laana ya mifumo inayotenda kazi ndani ya maisha yetu. Kwenye maisha yetu kuna ugumba, yani hatutakiwi kuimiliki mali, kuzaa mali yoyote. Tumekuja mbele zako,
kwenye familia yetu kuna laana ya sheria, ambao mfumo huu umeangamiza vizazi vyetu. Baba yangu wa mbinguni, Baba yangu wa mbinguni, Baba yangu wa mbinguni, naliamini jina lako. Naamini hata sasa wewe unaweza. Hata sasa wewe unaweza. Lakini naomba unipe neema kama vile Samson. Najua imeandikwa, alikukosea wewe, akaasi sheria yako, akatenda yaliyo mabaya, na wewe ukamwacha. Umeiacha familia yangu, umeniacha mimi kwa sababu ya yale mabaya, na nimeishi kwenye mifumo yao, nimeishi kwenye laana zao, nimeishi kwenye tabu zao, nimeishi kwenye ziki zao. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba neema tu mara hii Bwana, kwa ajili yangu na uzao wangu. Naomba mara hii tu kwa ajili yangu na uzao wangu, kwa jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni, kwa ile neema na baraka, Baba yangu wa mbinguni, kwa ile neema na baraka uliyeiweka juu yangu, uliyetenda ndani yangu, uliyefanya juu yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kila mfumo uliyegeuka kuwa laana na nimetembea nao, leo hii ninakiri, ninataka kuuacha. Leo hii ninakiri, nataka kuondoa. Leo hii ninakiri, nataka kuuacha kwa jina la Yesu Kristo. Ewe mfumo uliyekaa juu ya maisha yangu, ewe mfumo uliyewekwa juu ya familia yangu, uliyewekwa juu ya watoto wangu, kwa jina la Yesu, maneno yoyote yaliyegeuka kuwa mfumo ambayo mimi nimeishi, niliyotamkiwa na watu ambao hawakunipenda, na watu ambao hawakuniheshimu, na watu ambao walifanya vita, yamegeuka kuwa mfumo, nimeishi kwayo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama ilivyoandikwa, uwezo wa mauti na uwezo wa uzima upo katika ulimi wangu. Leo nakataa mfumo wa maneno ya watu wenye nguvu, maneno ya wazazi yaliyotamkwa juu yangu, ya waganga wa kienyeji wenye nguvu katika mji, wenye mamlaka. Kwa jina la Yesu ninakataa, nakataa kwa jina la Yesu. Ewe mfumo wa ndoa yangu ulioharibiwa kwa sababu ya wakwe, ewe mfumo ninaoishi wa mabaya kwa sababu ya maneno, upande wa kiumeni au upande wa kikeni, upande wa baba yangu, maneno yaliyotamkwa na baba yangu wakati hamjui Yesu au amekufa, hamjui Yesu. Kwa jina la Yesu leo nakataa mfumo huu. Hautaishi ndani yangu, hautaishi ndani yangu mfumo huu. Nakataa ile tabia ambayo imegeuka kuwa mfumo wa kususa baraka yangu. Kwa jina la Yesu nakataa, nakataa, nabatilisha maneno yaliyotengenezwa, nabatilisha maneno yaliyowekwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nakataa, nakataa kwa jina la Yesu. Ewe mfumo uliyekaa juu yangu, uliyetenda kazi ndani yangu, kwa maana imeandikwa,
lile nalolipenda kulifanya, hilo ndiyo silifanye, na lile nisilolipenda kulifanya ndilo ambalo nalolifanya. Kwa jina la Yesu, maisha nilolazimishwa kuyaishi ambayo sio yangu, leo unapokea nguvu kama ilivyoandikwa, kaeni mahali hapa mpaka mtapokea ule uwezo ushukao kutoka juu. Kwa jina la Yesu, mfumo wa giza uliotengenezwa, mfumo wa giza uliotengenezwa katika maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakataa kwa damu ya Yesu. Hebu chukua nafasi, anza kuomba na umwambie Bwana akupe nguvu ya kushinda mfumo ambao umekutesa. Baba Mfalme mwenye haki, hata sasa ninasogea mbele zako ukiwa Mungu na mimi nikiwa mtoto wako. Hata sasa ninasogea mbele zako ukiwa Baba na mimi nikiwa mwanao. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo gumu ambalo linalokushinda. Baba yangu, ninaishi katika mfumo ambao mfumo huu umekuwa tanzi kwenye maisha yangu, maisha ambayo yamewekewa laana ya kutokuzaa. Nimewekewa mfumo wa ugumba. Nimetamkiwa maneno ambayo yamefanya maisha yangu yasiwe na furaha. Nimetamkiwa maneno ambayo yamefanya maisha yangu yawe na majuto. Nimetamkiwa maneno ambayo yamefanya maisha yangu yawe ya karaha. Ninasogea mbele zako Bwana kwa ile neema na baraka zako. Umeweka baraka katika mikono yangu, lakini mikono hii ndiyo inaharibu baraka ile. Ninazaa mapooza kwa sababu ya maneno ya mababu waliotamka, kwa sababu ya maneno ya mashangazi waliosema, kwa sababu ya maneno ya mabibi waliotamka, kwa sababu ya maneno yaliyofanywa juu ya maisha yangu. Ule mfumo wa giza ambao umetamkwa katika jina la Yesu Kristo, nami nimeuishi. Yale maneno ambayo baba yangu aliyokuwa anatamka kila siku, sitakuja kufanikiwa, nitaharibikiwa, nitaonewa, nitakuwa mtumwa, nitakuwa duni, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Leo hii nayafuta kwa namna yoyote ile yale maneno ambayo yaliyotamkwa, badala ya baraka yakatolewa laana. Kumbe imekuwa silaha kwa jina la Yesu kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Ninayehukumu maneno yote, mmekosea juu yangu, mmekosea juu ya watoto wangu. Naweka mstari wa maneno hayo, hayatafanikiwa, 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 hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Ewe mfumo wa giza uliotengenezwa, ewe mfumo wa mabaya uliowekwa, ewe mfumo wa sheria ambaye mimi nimeishi kwayo, mfumo wa sheria nimekaa utumwani, kwa maana imeandikwa katika kusoma maandiko nikagundua kwamba wakati wa kukaa utumwani umeisha. Ule mfumo ambao umewekwa, yale mifumo ya giza ambayo imetengenezwa, ninaviapisha kila mifumo ya giza kwa damu ya Yesu. Naitumia damu ya Yesu Kristo, kama alivyosema Bwana, kuleni mwili wangu na kunyweni damu yangu. Nami naitumia neema yako Bwana, naitumia baraka yako Bwana kuharibu mifumo iliyowekwa juu yetu. Ninaharibu mifumo ya giza. Anza kuomba, muombe Bwana kwa ajili ya kuondoa katika jina la Yesu. Ninaharibu mifumo ya giza iliyotengenezwa juu yangu. Naharibu mifumo ya giza iliyowekwa ndani yangu, ndani ya watoto wangu, waliowekewa laana ili wasiende, waliowekewa laana ili wasipate, iliwekewa ile roho ya kobe ya kwenda taratibu, ile roho ya kobe katika jina la Yesu Kristo.
Kwa uweza wa damu ya Yesu Kristo, mfalme wa uzima, ninaharibu mpango wa giza huo, ninaharibu mpango wa giza huo kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Kwa uweza wa jina la Yesu, ninaharibu mfumo. Mimi na watoto wangu, mimi na mke wangu, mimi na mali yangu, vitatokea kwa damu ya Yesu, vilivyoamriwa na Bwana, vilivyopewa na Bwana, tulizopewa na Bwana, mfumo wa baraka, mfumo wa amani. Hatutaishi kwenye magomvi, hatutaishi kwenye laana, hatutaishi kwenye magomvi katika jina la Yesu. Ewe mfumo, ninauondoa, uwe mbali na mimi, uwe mbali na mimi katika jina la Yesu, uwe mbali na mimi kwa uweza wa damu ya Yesu Kristo. Nyosha mikono yako. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila mfumo ambao umekaa ndani ya familia yao, mfumo ambao umekuwa tabia umekaa ndani yao, mfumo ambao umekuwa tabia umewekwa juu yao, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo mfalme uzima, ninatangaza kwa damu inenayo mema, ninatangaza katika jina takatifu la Yesu. Baba, mpe nguvu ya kushinda huo mfumo ambao umekaa na kutesa familia yake. Ni kweli ameokolewa, lakini amekaa kwenye laana ya mfumo ya kama familia yake walivyofanya: ubabe, kutokusikilizana, kutokutii, kutokusikiliza mke au mume, kutokusikiliza mtu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila ngazi za majoka na miungu iliyokaa ndani yake katika jina la Yesu. Baba, omba kuanzia sasa neema ya huyu mwanao kushinda mfumo huu iwe dhahiri, neema ya kushinda mfumo huu iwe dhahiri juu yake, kwa damu itendayo haki. Amen. Haleluya. Unaweza kuchukua sadaka yako, unaweza kushika sadaka yako, tumtolee Bwana wetu Yesu Kristo. Shika tu sadaka yako, nataka tumtolee Bwana wetu Yesu Kristo. Ewe sadaka, tunakutoa leo, uwe mbegu katika ufalme wa Bwana, katika jina la Yesu. Uwe mbegu katika ufalme wa Bwana, katika jina la Yesu. Zaa kwa damu inenayo mema, zaa katika jina la Yesu. Amen. Tolee Bwana.